Yo, habari zenyu bana. Bana wanangu, tujitahidi sana tutafute hela wanangu, ili uwe unatetewa hata kwenye mambo ambayo utakuwa umeyavuruga, lakini kuna watu watatokea mbele kuhakikisha wanasimamia mchongo ili wewe wakusafishe uonekane hauna makosa yoyote, yani ionekane ni fresh tu kwamba imetokea na wewe ulikuwa sio muhusika. Yanga bana wajaja sana. Yaani walivyotolewa na wale JS Kabylie kwenye klabu bingwa, wakaja na agenda ya mechi yao ya dabi kuipeleka Zanzibar, au sio? Zimetoka sare mfululizo 3 back to back. Wamekuja na agenda mpya. Yaani wanahakikisha kuna neno wanawaleteni jipya ambalo nyinyi itabidi mlijadili hilo, badala ya kujadili yale matatizo ambayo wanakuwa wanayapitia wao kwa kipindi hiko. Baada ya sare mfululizo kuonekana kidogo kuna vitu vimesheki, wamekuja na agenda mpya leo. Sajili zote ambazo zilikuwa zinafanyika hizi za kina Buba, sijui akina nani, wachezaji wote wasiokuwa na maana yake muhusika sio rais. Yaani alikuwa rais ahusiki kwenye hizi sajili. Lengo ni nini? Lengo ni kumsafisha mwamba aendelee kuwa yupo clean na aendelee kusimamia michongo. Sasa yani inaonekana sasa hivi yeye ndo atakuwa anaingia kwenye usajili. Sasa nikuulize swali wewe la kawaida tu. Sajili za Yanga afa asihusike engineer, inakuingia akilini? Sio kweli. Kama juzi tu nimetoka mimi kwa macho yangu nimemshuhudia anachukua namba za Kaminko juzi baada ya mechi yetu na Azam, anachukua namba za James ya Kaminko. Afu ujifanye kwamba eti yeye ndo alikuwa usiki. Ujanja tu, hamna lolote. Mwamba amebugi, au sio bwana? Sajili safari zilikuwa za kuchezea chali, kwa mwisho siku hamna kitu, hazisaidii wala hazina mantiki yote kwenye klabu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kubalini kwamba amefeli kwenye sajili. Hivyo vitu mbona vipo tu ndugu zangu? Alifeli Fernando Torres Chelsea, itakuwa yeye kumchukua Buba bwana?